Advance TV. Sports Kitaa na Chief Maktaba. Mchezo wa jana ulikuwa mzuri sana, mchezo wa fainali wa CRDB Confederation Cup, yanamaanisha FA, uliochezwa pale Zanzibar kule Pemba. Mchezo uliokutanisha Azam pamoja na Simba Sports, wote wa Dar es Salaam huku Tanganyika. Mchezo ulikuwa mzuri sana kuliko michezo mingine iliyopita. Shida, kulikuwa na makosa machache katika mbinu za timu zote mbili. Nianzie kwa Azam ambao ndio walikuwa wenyeji wa mchezo. Wapi walifeli Azam? Azam lazima wakubali wana wachezaji wazuri, lakini ambao wengine hawawezi kufanya timu ikapata matokeo, yani wachezaji wenye kuamua mechi. Na hili ni tatizo la timu nyingi sana Tanzania, hususan katika ligi kuu, katika kombe la FA. Ukitazama kwa umakini utaona kuna timu zinaweza zikacheza vizuri kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, lakini ukienda katika upande wa umaliza mechi, na maanisha kwenye finishing ya kufunga goli na kulinda, ni changamoto. Tunaweza tukawa tuna makocha wazuri ambao wanaweza kuifundisha timu, wanaweza kufanya timu ikawa bora katika build up, katika control mchezo, kupiga pass, lakini sasa hao wachezaji kwenda kutekeleza matumizi ndani ya uwanja, kufunga magoli, kuweza kufanya timu pinzani kuiogopa timu yao japo ina wachezaji wa kawaida, ndio shida. Tuizungumzie Azam katika siku ya jana. Azam walianza na kikosi kizuri sana ambao vijana walikubaliana kuwa timu ya pili uwanjani na kuiacha Simba idominate mchezo kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 30-35 hivi. Rafu zilikuwa nyingi, tena rafu za hatari, mfano kama rafu ya Imidi Mao Ninja alipocheza rafu mbaya dakika ya 15-16 mpaka dakika ya 20, kitu kama hicho. Alicheza rafu mbaya kwa Ribasege ambaye alichukua mpira akakokota akapasia kwa Duchu akiwa anataka kutoka katika space, akakanyagwa, lakini refa hakuonyesha kadi ya aina yoyote. Hizi ni rafu ambazo hatupasi kuziacha waamuzi, hatupasi kuzifumbia macho, kwa sababu rafu ndogo zinamfanya mtu kupandisha tempa na baadaye kuja kufanya matukio makubwa. Kisha tunasema huyu aliacha rafu kubwa akaacha. Hakuna rafu ndogo katika mchezo. Rafu yote itakayokuwa imetengenezwa na mchezaji basi ihukumiwe kuwa hii haitakiwi katika mchezo wa mpira. Hatukatazi busara, hatukatazi fair play zifanyike uwanjani, isipokuwa zisizidi tukasema tuna balance. Hakuna kubalance. Ukibalance mchezo, kinachotokea baadaye ni lawama tu. Ndicho ambacho kinachoendelea sasa hivi Tanzania, kuonekana Simba amebebwa kwa sababu ya Faisal Salum kupewa kadi nyekundu. Ila ukirudi nyuma katika rafu za hatari kabisa, Imidi Mao ilibidi achukue kadi nyekundu mapema sana katika mchezo huu. Yusuf Kagoma amemaliza mchezo hajapata kadi. Vile vile muamuzi alikuwa amekosea. Twende katika transition ya mchezo ulivyokuwa kati ya Azam na Simba. Wapi walifeli Azam? Tukubali kwamba Azam wana goalkeeper mzuri sana ambaye Aishi Manula, Tanzania 1, ni bonge la goalkeeper katika nchi yetu kwa sasa. Huwezi kumfananisha na kipa yoyote yule katika wazawa, isipokuwa ana mapungufu ama ana madhaifu katika uchezaji wake. Wapi tunaweza kuyaona madhaifu yake? Aishi hawezi kuifanya timu ikatengeneza mashambulizi kuanzia yeye, na makipa wa kisasa wanaanzisha shambulizi kutoka kwenye miguu yao. Na maanisha wanaweza wakawa sio wazuri sana kwenye kudaka kwa mikono, lakini wakawa wazuri sana kwenye kucheza mpira kwa miguu. Mchezo unaanza kwa goalkeeper, unapigwa pale, unapigwa huku, unakwenda vile. Tukiona shambulizi limekufa, tunarudisha kwa kipa wetu, tunaenda kuanza moja. Kwa nini wanafanya hivyo? Nikupe faida kidogo mpenzi mtazamaji ambao unatazama Advance TV. Na mimi ni Chief Maktaba ambaye mara nyingi nitakuletea michezo ikiwa imepita au kabla haujapita, ili uweze kunielewa kwamba kwa nini tunahitaji makipa ambao wanaweza kucheza zaidi kwa miguu. Aishi anaweza ukampigia mpira akanyaka, akadaka vizuri, akaruka kama nyani, lakini asikupe kuanzisha mashambulizi kwa mguu wake. Tunapokuwa tuna mpira sisi tukamkabidhi kipa, manake striker wa timu pinzani na namba 9, namba 10, kama kuna 11, namba 7 na midfield watasogea kutaka kuziba zile space ili yule asianze. Tutakapokuwa tumepiga namba 4 na namba 5 zile pass pamoja na kipa wetu, wataendelea kuongezeka nyuma, watakuwa wameacha shimo ama mwanya.
ule mstari watakao kuwa wameutoka ndio mstari ambao sisi tutakuwa tunauhitaji katika kumiliki mchezo wetu. Kipa atapiga pasi ndani ya shimo katika wale watu ambao wanamfuata, ambao huo mpira ukienda utatembea kwa speed. Tayari kumbuka watu watano watakuwa wameshaachwa nyuma na kubaki watu watano. Na hawawezi hawa watu watano waliobaki kwenda golini, kukimbilia golini kwao, kwa sababu hakuna watakachoenda kuzuia. Lazima wazuie mpira. Watataka kwenda kumaki aidha mtu mmoja ama watu wawili. Watu wawili wakisogea, pasi itapita katika walipotoka, maana yake watabaki watu watatu. Watu watatu, tupo watu wangapi tunakwenda kushambulia? Kama unacheza mfumo wa 3-5-2 maana yake tutakuwa tuna watu 7 katika goli la mpinzani. Kama tutakuwa tunacheza 4-4-2 maana yake tutakuwa tuna watu 6 katika goli la mpinzani. Kama tutakuwa tunacheza katika mfumo wa 4-3-2-1 maana yake tutakuwa tuna watu wasiopungua watatu kwa watatu katika goli lao, huku nyuma yetu tukiwa tuna watu 4 wamekuja kusupport. Hawa watu kama watakuwa wako na kasi ya ajabu, lazima udhaifu mkubwa utaonekana kwa timu ambao tunakwenda kushambulia na tutafunga goli. Na hilo ndilo ambalo limesaidia Simba katika msimu. Kama umeangalia magoli mengi sana ni makosa ambayo yanafanywa na timu pinzani ambayo inakuja kushambulia kisha wananyang'anywa mpira. Spidi ya ajabu inayokwenda kutoka katikati ya uwanja kwenda katika lango la mpinzani yamefungwa ya magoli, na ndio maana unakuta hata mwalimu Steven Becker alikuwa akimwanzisha Mpanzu, Anseula pamoja na Ribase Gay, nyuma yao akicheza Clatous Chota Chama, alafu Neo Maema alikuwa anachukua. Nini walikuwa wanacheza hivyo? Kwa sababu wana uwezo wa kuvusha mpira na kupitisha mpira katika njia ambazo huwezi kuamini, alafu watu wenye kasi wanakwenda kumalizia. Kwa hiyo Azam wamekosa goalkeeper wa aina hiyo. Nini wafanye? Ni lazima watafute kipa wa namna hiyo. Sisemi wamwache Aisha ni kipa mzuri na tutamhitaji katika michezo mingine, na vile vile taifa linamhitaji, lazima acheze, lakini wanahitaji kumbadilisha, wanahitaji kumuelewesha, wanahitaji kumwambia kwamba kwa sasa hivi ni lazima utumie na miguu yako mara kwa mara, maana Aisha ukimpasia mpira hata kama anafuatwa na mtu mmoja atabutua aidha kulia ama kushoto. Mpira wa kubutua ni lazima utakuwa mpira wa kugombania. Wenyewe wanasema ni sadaka lawe. Yoyote anaweza akaupiga kichwa, hata kama utaupiga kichwa wewe ambaye kipako kaupiga. Uwezi kupiga kichwa katika malengo, utaupiga ili uongezeke kwenda mbele ama utaupiga kwenda pembeni. Nani atakayeokota? Hakuna. Anaweza akawa mpinzani, itakuwa hatari kwetu, ama unaweza ukawa wewe mchezaji wako. Lazima tuanze tena kutengeneza mashambulizi. Lakini unapokuwa na mpira vizuri mguuni, maana yake utapanga mipango vizuri kwamba mpira naupeleka pale, ukirudishwa hapa nitapiga pale, na yule nitakayempa lazima atakuwa na akili, nikiupata nitaupeleka pale. Mipango inaanza hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini Azam walipoteza mchezo wa jana? Tunarudi katika ukweli. Azam walipoamua kukaa nyuma, waliweza kuwa maintain Simba na kuwazuia. Walifanya block kubwa sana, na timu yoyote kubwa yenye kuhitaji kitu hucheza vile. Yahya Zaid akishirikiana na Pascal Msindo waliweza kumanage na kumshika Ribase Gay mpaka akapanic. Kama unakumbuka, ulitazama vizuri, Ribase alijaribu mara 2 mara 3 kutaka kufanya zile dribbling zake za speed kwenda kuwachanganya mabeki. Alivyoona ameshindwa, akawa akipata mpira anapiga pasi za ovyo. Moja, apige cross ambayo ilikuwa haina madhara, au atapiga mpira juu ya goli la Azam. Baada ya Azam kugundua tumeweza kuishika Simba Sports, wakaanza kudominate mchezo, kupiga pasi, kutengeneza mazingira, lakini kitu ambacho walikosa ni jinsi gani ya kufanya penetration ya pasi zao katika Kitambala bora. Kitambala ni mchezaji mzuri mwenye nguvu, lakini hana kasi. Aliweza kuwamiliki, mfano kama Ture, Ismail Ture alipambana sana na Kitambala, lakini nguvu ya Kitambala Azam hawakuweza kuitumia. Tafsiri yake, wachezaji wenye uwezo wa kujua kwamba Kitambala anahitaji nini katika mchezo huu walikosa. Kama mipira mingi wangempa miguuni katika box, kama ile ya kwanza faulo refa alikataa, mimi naamini ya pili angekubali, kwa sababu Kitambala alikuwa na uwezo wa kumgeuza Ismail na kwenda kufanya matukio ama kupiga pasi kwa watu ambao wanakuja, na baadaye Azam wakaandika na kupata goli. Walishindwa kufanya hivyo kwa sababu Faisal peke yake ndio mwenye uwezo huo. Idi Nado ni mchezaji ambaye anakimbia vizuri, anatembea, lakini jana Simba waliweza kumsoma na kumshika vizuri, akawa hana yale madhara tuliyokuwa tunameyazoea. Sopo aliamka vizuri, siku nyingi hatukumuona, lakini kwa siku ya jana naweza kusema michezo yote ya ligi kuu alicheza, ana ile confidence, ana kitu ambacho tunaita muendelezo. Kumbe ni michezo michache sana amecheza na mingi alikuwa nje kutokana na majeruhi. Aliweza kumaintain mchezo, alicheza vizuri, alishirikiana vizuri, lakini upande wake kidogo alikuwa anaweza kusuguana na mabeki, mfano kama Rushen De Rock pamoja na Nelson Kibabage waliweza kumshika. Sasa turudi kwa
Simba wapi walifaulu? Sports Kitaa.